Utasikia watu wanasema kipato changu ni kidogo, siwezi kuweka akiba. Na wanaofanikiwa kuweka akiba ni wale tu ambao wanapata pesa nyingi. Lakini pia utashangaa watu wanasema huyu jamaa alikuwa analipa pesa nyingi, sijui alikuwa anatunzia nini. Sasa kuna siri mojawapo ambayo watu ambao wamefanikiwa na wameweza, hao unaowaona unasema natamani niwe kama mtu fulani, natamani niwe kama mtu fulani. Kuna principle ambazo wanazozitumia au kuna kanuni ambazo wanazozitumia. Sasa hizi kanuni zitakusaidia pia wewe kukuza hata mtaji wako, lakini pia kujiondosha kuwa kwenye madeni, kwenye dimbwi la madeni, kwa sababu ufahamu kwamba kuna madeni mazuri na mabaya. Hicho kitu ukifahamu, kuna madeni mazuri lakini pia yapo na mabaya. Sasa madeni mabaya yapi na madeni mazuri ni yapi? Madeni mazuri, moja ya madeni mazuri, kama wewe unachukua pesa alafu unaenda kuinvest alafu izae, kwenye kuzaa huko faida hiyo ndio unakuja kulipa deni. Hayo tunayaita ni madeni mazuri. Lakini kama unakopa deni, uwe na deni kwenda kutatulia tena tatizo, na huku unapoenda kutatulia tena tatizo unalipa tena deni, hayo tunaita ni madeni mabaya. Sasa madeni mazuri, kuna watu wengine wanakuambia nataka nichukue mkopo nikajenge nyumba au ninunue gari. Hayo tunaita yako kwenye madeni mabaya. Ndio hapo utajua tofauti ya asset na liability. Sasa liability maana yake kwamba inatumia pesa, inatoa pesa zako mfukoni afu zinaenda huko. Kwa hiyo madeni mabaya ni ile kwamba unaweza kununua kitu kwa macho ya watu hivi tukakushangilia, bwana kanunua gari, kumbe umekopa. Sasa unaanza kustruggle kulipa lile deni, lakini hapo na lile gari na lenyewe nalo linalipa, na lenyewe linatumia tena pesa. Sasa au unachukua pesa ya mkopo alafu unaenda kujenga nyumba ya kukaa, yaani umeijenga alafu ukakaa wewe mwenyewe humo, maana yake uko kwenye madeni mabaya. Kwa nini? Hiyo nyumba itakuhitaji baadaye uifanyie ukarabati. Hiyo pesa itatoka wapi? Sasa umejenga nyumba ya milioni 80 alafu umeenda kukaa humo, haizai, haiongezeki, maana yake utabaki na headache ya kuanza kulipa hili deni. Sasa kwa nini sasa hii elimu unatakiwa uweze kuipata? Unatakiwa uishi kwa kiwango na kwa kile, pasipo kujihisi kwamba nataka nishindane na mtu. Usishindane na mtu kwenye maisha. Ukishindana na mtu utafeli. Shindana na wewe wa kila siku. Kila siku wewe hakikisha unashindana na wewe. Sasa kwa mfano mimi binafsi hapa, mimi nashindana na mimi kujitahidi kila siku na kufundisha na kupa hayo maarifa. Sasa nisipotoa maarifa, maana yake kwamba nitakuwa sitendi kile ambacho ninachotamani kila mtu aweze kujifunza na kukielewa. Sasa kwa kiwango chochote kile ambacho unachokipata, hata kama wewe ni mfanyakazi, hata kama unalipwa 100,000, ishi kwenye kanuni. Itakusaidia kutoka kwenye madeni na kuwa mtu mwenye kuanza kuweka akiba. Sasa jiulize, maana mahesabu sasa kuna wengine labda watajihisi sijui tunaenda shuleni, lakini inabidi tu uyaelewe. Jiulize, pesa unayoipata kata 20%, weka akiba 20%. Kwa hiyo chukua hiyo pesa, 20% yake 20. Maana yake kwenye laki 20% ni ngapi? Ni 20,000. Kitu kama hicho. Sasa kama kwenye laki ni 20,000, hii ndio iweke kwenye akiba. Alafu 30% kawekeze. Maana kama ulikuwa na mradi ambao unaendelea, chukua kaende ukaongezee kwenye huo mradi ambao unaoendelea kukuzalishia kipato. Sasa unaweza kujiuliza, sasa mimi sina mradi. Sasa hii sio nifanye nini? Sasa hii hela si ni ile tu. Ndugu yangu, utasubiri kuja kupata hela nyingi ya kuja kuwekeza na hutaipata. Anza na tabia kidogo kidogo. Lakini pia ukiwa sasa una madeni,
umepata laki, tumia tena 20% kulipa hayo madeni. Epuka kuchukua unadaiwa 50,000, hii 50,000 au unadaiwa 100,000. Chukulia unadaiwa 100,000, umeibahatisha, alafu unaenda tena kuitoa yote hii, alafu unalipa deni yote. Wewe hutatoka kwenye madeni. Sasa chukua hiyo 20%, lipa, maana kubakia na shilingi 80,000. 80,000 wewe. Maana yake si wanasema madeni huwa yafungi, na deni huwa yafungi. Nani ushawahi kumsikia analipa amefungwa kwa sababu ya deni? Kwa hiyo wewe sio wa kwanza kuwa na deni, na asilimia kubwa ya watu ambao wameshawahi pia hata kufanikiwa wamepita kwenye madeni. Ila tu kumbuka hapa, deni unalolitaka ni zuri. Unataka deni ule, hakikisha ulipe na usije ukarudia tena mle. Sasa kama hauna madeni, hii 20% unaipeleka wapi? Kama hauna madeni, hii 20% unaigawanya, iongeze hapa 10%, iongeze hapa 10%. Ile iliyobaki, hiyo 10%, ndo uishi, kama ni kula, kulala, kunywa, si kufanya nini. Lakini pia kila mtu na imani yake. Usisahau ile 10% ya Bwana Mungu. Toa zaka, si toa nini, fungu la 10, kila mtu na imani yake. Sasa hayo yote hayo hakikisha unajitahidi kutokuongeza zaidi hayo madeni. Maana yake ni nini? Juhudi ziwepo za kutosha ili usije ukarudi, na sio hivyo tu, na uishi kulingana na kile kipato unachokipata. Kwa sababu kuna watu anaweza ikawa anapata 500,000, lakini watu wanaoshinda nao wao wanapata 6,000,000. Unajua hawa hata migahawa sehemu ya kula ni tofauti, na wewe unataka ukaishi nao hawa. Kwa kama ni kwenda kuishi nao sio mbaya, unaweza ukanunua maji tu ili uendane nao. Sasa kuna sehemu huko Masaki huko Dar es Salaam unakuta chupa moja ya bia wanauza hadi shilingi 400,000. 400,000. Sasa hebu niambie na wewe kama ukiishi mle. Au unakuta chupa moja ya bia inauzwa hadi shilingi 200,000, 1,150,000, 80,000. Ni chupa hiyo hiyo ambayo unaweza ukaipata kwenye grocery kwa shilingi 1,500. Lakini pia jiulize sasa kwamba kama unaambatana na hawa, kuna kitu unakivuna? Kama hakuna kitu ambacho unachokivuna, eti kisa tu company siku zote zimekuja kusaidia, na company siku zote zimekuja kuharibu maisha ya watu. Kwa hiyo kwa haya machache itakuwa umeweza kupata idea japo kidogo na kupunguza yale makali. Mwaka huu nakuombea uweze kutoka katika hali hii. Nakutakia maisha mema, na nakutakia utoke kwenye madeni mabaya. Sihitaji utoke kabisa kwenye madeni. Toka kwenye madeni mabaya. Ukitoka huko, hapo ndipo utaanza kuona manufaa zaidi na zaidi. Karibu sana, nakutakia mafanikio mema. Peace.